Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Usisahau kusubscribe kwa simulizi na makala za kuelimisha. Uhali gani mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti? Karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa. Na hii simulizi si nyingine, inaitwa Sina Makosa sehemu ya 29. Sina Makosa ni simulizi ambayo inawaangazia vijana wawili. Wa kwanza anaitwa Kituro na wa pili anaitwa Zegadi, vijana ambao walisoma shule moja ya msingi na kuunga urafiki, na baada ya kumaliza mbeleni walikuja wakatengeneza udugu. Kama endapo utakuwa hauja subscribe channel hii, inaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, na chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Ukigusa hapo moja kwa moja utakuwa ni mwanafamilia wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Tunachokuomba subscribe, like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Sasa ni kukaribishe sehemu yetu ya 29. Tuendelee kuidadavua hii simulizi, tuone ni kitu gani ambacho kiliendelea. Wote, kila mmoja alikusanyika katika chumba chake, na baada ya kwenda kumpatia hongera, huyu binti wa kuitwa Edina amemfuata Angela kwenye chumba namba 27 kwenda kumpatia hongera. Amefanya vizuri kwa sababu baada ya kukitoa kile chakula katika moto kikiwa kinaendelea kuungulia, japokuwa alikuwa na mawazo, lakini yeye ameweza kukumbuka hilo. Ingawa huyu Edina hakuweza kukumbuka hilo, lakini yeye amekumbuka. Kwa hiyo alikuwa anaenda kumpa kama shukurani ya asante kutokana na kile ambacho alichokifanya. Na hatimaye wote walitoka nje na kukaa kwenye viti pale nje, wakaendelea kupiga stori za hapa na pale. Ndipo ambapo Kituro alitoka nje na kumfuata Zegadi chumba namba 26. Wakaanza na wao kuzungumza namna jinsi ambavyo kesho katika migodi mipya ambapo watakapoenda wajipange kwa alipi, kwa sababu wameambiwa kwamba bosi wao ndipo ambapo walipohamishiwa. Na hatimaye kweli waliendelea kwa siku hiyo. Maisha yalikwenda vizuri kabisa bila matatizo ya aina yeyote. Kesho yake waliamka na kuanza kutafutana, na hatimaye wakapatana wote kwenye mawasiliano ya simu, wakajipanga. Manake Kituro alikuwa ni wa kwanza kabisa kuamka usingizini, na akampigia, ingawa wako hapo sehemu moja, anampigia rafiki yake Zegadi ambaye yupo chumba kingine ambavyo hivyo vyumba vimesogeleana, ni chumba namba 26 na namba 27. Lakini akaamua kumpigia simu akiwa amelala, akashtuliwa na simu, na hatimaye alivyoipokea akaamshwa. Na ndipo ambapo alipoamka na kutoka nje, akajiandaa kupiga mswaki na vitu vingine kama hivyo, kunawa uso, na wakachukua zana ambazo walikuwa wanatakiwa kuwa nazo. Wakaondoka moja kwa moja mpaka kwa Gaywa, na Gaywa wakamkuta yuko nje ndo anamalizia kujiandaa. Hapo ndipo ambapo alianza kuzungumza huko akisema, aise, ndugu zangu, mmeniwahi. Nilikuwa nataka nianze kumpigia mmoja mmoja ili niweze kujua mmefikia wapi.
au huyu mwenzetu tayari ameshapata tena ule uchizi, tuanze kuja kutibu tena? Maana nyinyi hamchelewi. Mnapatwa na mambo mengi sana kichwani, afu hata hatuzungumzi wala hamnitafuti kwenye simu. Na hilo ndilo kosa ambalo mimi huwa na waraumu. Tatizo la aina yoyote lile likikukumba, inatakiwa unipigie simu. Na ndiyo maana mpaka na wake zenu nimewapatia hii namba. Mimi ndio kamanda wa Kisukuma halisi. Kama nyinyi mnawaogopa hao watu eti kisa sijui wana mapesa sijui wana nini, na sisi tunatumia pesa tulizo nazo na sisi tuwalipe watu ili waje wawatengeneze vizuri. Hapa hakuna kitakachoshindikana. Lakini mmenikuta nikiwa ninajiandaa, nilikuwa nataka niwapigie simu. Uzuri mmewahi kufika. Sasa inabidi mnisubiri kidogo ili tuweze kwenda kule kwenye migodi mipya. Tukamkute bosi wetu bwana. Kule ndio ambako amempeleka ili twende tukasikilize. Je, migodi ya kule miamba inaweza ikawa migumu kama kule tulikotoka? Nataka na mimi niende nikaone. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, wote wawili walicheka, lakini wakamsubiria ili aweze kuja. Akachukua zana zake zinazohitajika katika migodi na wakampigia simu Sharifu, ambapo aliwapakia kwenye bajaji yake na hatimaye wakawa wameondoka. Huku kwa upande mwingine, Recho alikutana na Cosmas Mademvya. Wakaanza kuyapanga ya kwao namna jinsi ambavyo wanaweza wakampata Bwana Kituro ili waweze kumhararisha kabisa, waweze kutoka duniani. Wanatafuta kila mbinu. Penzi limeshakolea la Cosmas Mademvya kwa Recho. Nakumbuka Recho tangu amhitaji Zegadi hajawahi kumuhonga hata mwili wake kidogo akautumia. Lakini Cosmas Mademvya akawa anatumia mwili wa Recho anavyotaka yeye. Baada ya kwenda kupima na kugundulika kwamba wote ni wazima, hakuna ambaye ameathirika, Recho alichokifanya, alijizuia tu asiweze kupata ujauzito. Lakini mwili alikuwa kimgawia sana Cosmas Mademvya, autumia anavyotaka yeye ili kazi yake iweze kutimia. Na hasa alikuwa kimpeleka gesti mara kwa mara ili aweze kwenda kutimiza haja zake. Na gesti hiyo ndimo ambapo anapofanya kazi dada yake Remi Mademvya. Kwa hiyo alikuwa naenda, kuna wakati mwingine ambapo Recho alikuwa halipia hata kulipa, bali anaenda tu, anakuwa kama anayeomba kwa dada yake, kwa mdogo wake ambaye anaitwa Remi Mademvya, na anapata nafasi, anapewa chumba na ingia, kwamba huyo ndio wifi yake mtarajiwa. Kwa hiyo hakuna haja ya kulipia. Na aliwafichia siri hizo kwa muda mrefu pasi na bosi wake kugundua kama kuna watu ambao wanaingia na wanafanya fasta zao na kuna wakati wanalala umo. Lakini hajawahi kugundua kama hawalipi, kwa sababu huyo bosi yeye anakuja, anakusanya pesa, anahesabu wakiwa pamoja na Remi, basi anamkabidhi hiyo pesa, anaondoka. Lakini hana muda kabisa wa kuangalia kwamba kuna watu ambao hawajalipa au wamelipa. Lakini Remi alikuwa mkali kwa kila mmoja ambaye alikuwa halipi, ila kasoro tu kwa kaka yake.
Huyo ndiye aliyokuwa anapewa airtime bure kabisa pasina kulipia. Walipanga sana ili waweze kwenda katika ile migodi, na hatimaye Cosmas Mademvya alichukua vijana wengine kama 6 hivi na yeye akawa wa 7. Wakaanza kwenda wakiwa ndani ya bajaji, wameshikilia bunduki ambazo walizokuwa wamepewa, silaha ambazo wamepewa na Recho. Amezitoa wapi haijulikani, kwa vile ameshawafundisha namna jinsi ya kuzifyatua, basi wakajiona wao wamekuwa kiunyama zaidi, na hakuna mtu ambaye aliyokuwa kimuomba pesa. Cosmas Mademvya ndo alikuwa na pesa ameziweka mfukoni. Wakaambizana kwamba endapo watamaliza huo mchezo, manake Cosmas Mademvya ndo atawalipa pesa zao hawa vijana 6. Kwa hiyo akajiona amekuwa mwenye pesa mwenyewe pasina kujua kwamba mwenzake yuko na mlaghai tu, lakini hata kwenye kufanya mapenzi anaonekana anajishughulisha kitandani na mambo mengine, lakini anataka tu jambo lake liweze kukamilika ili Kituro aweze kuhalalishwa atoke duniani. Hiyo ndo itakuwa furaha yake. Lakini walikwenda mpaka katika ile migodi, wakajaribu kuchunguza kama endapo wanaweza wakamuona Kituro, lakini hawakuweza kumpata. Na Cosmas Mademvya akajaribu kumpigia Recho simu na kumwambia kwamba hawajamuona kabisa mtu ambaye anafanania na Kituro. Lakini Recho alikaa na kuanza kuwasakasaka, kuzunguka katika njia za huo mji wa Bugureni aweze kuona kama endapo anaweza kukutana nao, lakini haikuwezekana. Hapo ndipo ambapo wakati anaendelea kuzunguka akakutana na Angela akiwa ametoka sokoni kwenda kununua mboga. Baada ya kukutana naye njiani, hapo ndipo ambapo Recho alianza kuzungumza huku akisema, we dada, samahani kidogo, ninaomba tuzungumze kama hautajali. Kuna mtu ambaye mimi namtafuta sana, ameshanipa mawazo, hata sijui nampataje. Mbona mambo yangu yameanza kuwa magumu? Unamkumbuka yule kijana ambaye tulikuwa tumekaa naye pale? Nimeshachanganyikiwa. Yule kijana tuliokuwa tumekaa naye pale, tukiwa pamoja na yule kijana mnene, huyo ndiye ambaye namtafuta. Nimemkosa kabisa huyo kijana. Hivyo naweza ukaona mfahamu. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, akiwa na wasiwasi wa hapa na pale na mawazo, kwa sababu ameshaambiwa kwamba kule ambapo walipoenda katika huo mgodi hawajamuona kabisa mtu anayefanania na huyo mtu ambaye wanamtafuta, ambaye ni Kituro. Sasa wanaendelea kumtafuta. Hapo ndipo ambapo Angela alizungumza huko akisema, kijana yule ambaye tuliokuwa tumekaa naye pale. Sasa huyo kijana ambaye tuliokuwa tumekaa naye pale, si ndo mpenzi wangu mimi au?
Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, si amemuona tu anafanana na Regina, lakini hana nguo ambazo zimeandikwa Regina, yeye zimeandikwa Recho. Kwa hiyo akaona atakuwa ni rafiki yake na Regina, lakini hakutaka kabisa kumficha, aliamua kumwambia ukweli. Recho ndo akaanza kuzungumza huku akisema, kumbe huyo ni mpenzi wako? Mimi nilikuwa sijui. Hongera sana dada, hongera sana, bora ulivyompata. Anakuridhisha sana kwenye mapenzi. Namtafuta sana huyo kijana, namtafuta sana huyo kijana. Nataka nimpe hongera zangu, Siku ile unajua aliongea mambo mazuri kabisa kwa yule kijana, yule mnene yule. Mnene yule. Aliongea mambo ambayo ni mazuri sana mpaka mimi niliyapenda. Kwa hiyo ni vyema zaidi nimtafute ili niweze kumpa pongezi zangu. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, na anajua kabisa na ameshasikia wakati wa kikao ambacho walichokifanya Angela akiwa pamoja na kina Gayo, kina Zegadi, kina Kituro pamoja na Edina, alisikia kabisa Angela huyu kwamba anayetafutwa ni Kituro na anataka kuuliwa, na mtu anayemtafuta anaitwa Recho, na ndiye ambaye aliyemwambia kwamba anataka kumuua. Kwa hiyo moja kwa moja akawa amegundua kwamba anatafutwa ili aweze kuuawa. Lakini kilichofanyika, Angela alizungumza huko akisema, dada yangu, naomba sasa unisikilize. Kama endapo mimi nitampata, nitakupa taarifa kwamba amepatikana, sawa? Ila tu mimi ambacho nachokuomba, endelea kunisubiria, niendelee kumsakasaka, na mimi nikimpata tu nitakwambia. Mimi naamini nitakwambia. Kila mmoja alikuwa akiongea kwa uoga kwa mwenzie. Huyu mwingine amejawa na hasira ambaye ni Recho, kwa hiyo anazungumza akiwa na hasira. Lakini huyu mwingine Angela anazungumza akiwa na uoga, baada ya kumuona kabisa katika uso wa huyu dada wa kuitwa Recho hajakaa vizuri. Anaonekana kabisa, yani uso wake una hasira. Lakini Angela aliamua kumjibu kwa namna jinsi ambavyo alivyoweza yeye. Hapo ndipo ambapo Recho alizungumza huko akisema, basi sawa, chukua hii hapa 10,000, itakusaidia. Yaani ukimwona huyo mtu usisite kunipigia simu. Chukua na namba yangu hapa. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, ni kweli Angela alichukua namba ya Recho. Hatimaye akawa kama anayemuaga kwa kumpungia mkono, na hatimaye Angela akaondoka. Akaenda. Baada ya kufika nyumbani, akamuita Edina, wakaanza kumjadili kwamba amekutana na Recho ambaye anataka kumuua mume wake mtarajiwa. Edina
akaanza kuwaza, ina maana huyo Recho yukoje? Akajaribu kumwelezea lakini hakuweza kumwelewa. Kumbe wakati wanaendelea kuzungumza kati ya wakati wanaendelea kuzungumza kati ya Recho pamoja na Angela, kumbe Angela alikuwa akimpiga picha hapa na pale. Kutokana na hasira ambazo Recho anazo, hakuweza kuwa na wasiwasi kama endapo anapigwa picha. Hapo ndipo Edina alipoonyeshwa hizo picha na Angela. Akaona hiyo sura kama sio ngeni hivi, na yeye ashawahi kumuona eneo fulani hivi. Wakamzungumza na wakamnanga kweli kweli. Kama unavyojua mpenzi msikilizaji, wanawake wakaanza kumnanga kweli kweli. Lakini walikaa huko machimboni ndani ya wiki nzima pasina kuonekana Kituro na Zegadi. Na wakipigiwa simu wanaambiwa tunakuja, lakini wale wake zao wakiwapigia simu wanawaambia tunakuja, lakini hawaji. Na Gaywa alionekana akija kuwasalimia mara kwa mara, lakini wakijaribu kumhoji kwamba rafiki zako wako wapi, anasema wapo tu. Na mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu ya 29 ya simulizi hii inayoitwa Sina Makosa imeishia hapa. Tumemuona Cosmas Mademvya akiwa amejiorganize na wengine vijana 6 na kwenda moja kwa moja mpaka kwenye ile migodi kwenda kuwasaka Kituro pamoja na Zegadi. Hasa wanamsaka Kituro kwa sababu ndo wanataka wamtoe roho yake. Lakini wameenda wamezunguka, kwa vile wanazunguka kwenye migodi ile ya zamani ambapo bosi ameshahama na amehamia kwingine, na wao hawana taarifa yoyote. Kwa hiyo wameenda katika migodi ile ya zamani na hawajamuona Kituro. Kwa hiyo wamepiga simu, Recho akaanza kumtafuta na akakutana na Angela, wakapeana namba hapa na pale, na Angela akaambiwa kwamba bwana Kituro anatafutwa. Lakini ingawa hakumtaja jina, lakini alionyesha kabisa kwamba anayetafutwa ni Kituro. Na Angela amesema atatoa ushirikiano mpaka wamepeana na namba. Na wakati huku akiwa na uoga na Recho akiwa na hasira, alianza kupigwa picha pasina yeye mwenyewe kujua. Alijua tu huenda Recho yuko anacheza game fulani hivi lenye kamlio. Angela yuko anacheza game la kamlio fulani, lakini mwisho wa siku haikuwa hivyo. Yuko anapigwa picha pasina kujielewa kutokana na hasira nyingi sana alizonazo Recho. Kama endapo utakuwa haujasubscribe channel hii, inaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, na chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Ukigusa hapo moja kwa moja utakuwa ni mwanafamilia wetu wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Nikusihi endelea kuifuatilia mpaka mwisho ili tuweze kujua ni kitu gani ambacho kilijiri. Je, unahisi akina Zegadi pamoja na Kituro wataonekana? Na vipi watakapoonekana? Unahisi kweli Kituro atauawa? Twende pamoja sehemu inayofuata, huenda ukapata majibu. Mimi ni Hasdi02 Baba Sam the King, ni kuage niseme kwa heri
mpaka sehemu ijayo.